Tukitoka hapo, ndugu zangu ni wana Simba, leo hii ikiwa ni tarehe 22 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, tunatangaza tarehe rasmi ya tamasha letu la Simba Day sanjari na uwanja ambao utakwenda kufanyika tamasha letu. Tamasha letu la Simba Day ama Simba Day kwa mwaka huu wa 2026 itakwenda kufanyika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 na itafanyika katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Baada ya miaka mingi kupita, tamasha likiwa limeanzia kwenye uwanja huo miaka 18 iliyopita, na sasa tamasha linarejea tena kwenye uwanja Uhuru, uwanja ambao ndio ulioasisi tamasha letu la Simba Day. Kutokana na ukubwa na hadhi na umaarufu wa tamasha letu duniani, tunatamani, tungependa na inapaswa kwa hivyo tamasha hili kufanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini sote tunafahamu ya kwamba uwanja Benjamin Mkapa upo katika marekebisho na matengenezo. Under so circumstance, sehemu pekee ambayo inasalia yenye hadhi ya kufanyia tamasha letu hili ni uwanja wa Uhuru. Hivyo basi, wanasimba kuanzia hivi sasa wanapaswa kufahamu na kuelewa ya kwamba tamasha lao pendwa litafanyika katika uwanja wa Uhuru. Tayari tumeshafanya ukaguzi katika uwanja huo, tumeshapokea maelekezo kutoka kwa viongozi wanaomiliki uwanja huo ya kwamba uwanja wa Uhuru unakidhi kabisa kufanyika kwa tamasha letu la Simba Day. Tamasha letu la Simba Day mwaka huu litatumika vile vile kuadhimisha miaka 90 ya Simba Sports Club. Tangu kuanzishwa kwake Simba Sports Club mwaka huu wa 2027 mnyama anatimiza miaka 90. Kwa hiyo haitakuwa tu tamasha la kawaida, lakini litakuwa tamasha ambalo linabeba ujumbe halisi wa miaka 90. Tamasha la kuonesha changamoto, la kuonesha mapito na kuonesha mafanikio, lakini kubwa kabisa kuonesha mwelekeo wapi Simba inapoelekea baada ya kufikisha miaka 90, lakini kumshukuru Mwenyezi Mungu vile vile kwa kufikisha miaka 90. Viko vilabu vingi ambavyo tulizaliwa wakati mmoja, lakini vingi vimesha taga. Simba Sports Club bado iko hapo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufikisha miaka 90. Kuelekea kwenye Simba Day yetu, utaratibu ni ule ule na haya ni maagizo. Kila mkoa wanawajibika kufanya Simba Day yao kimkoa, kiwilaya, kimatawi. Mnajikusanya kwa pamoja, mnaadhimisha tamasha hili. Lakini sio tarehe 8 ya mwezi wa 8. Tarehe 8 ya mwezi wa 8 ni siku ya Simba Day kuu. Hakuna Simba Day nyingine kufanyika huko mitaani. Simba Day inapaswa kila mkoa unapaswa kutengeneza ama kuchagua tarehe yake ya kuadhimisha Simba Day, ambayo itaenda sambamba na kufanya matukio ama shughuli mbalimbali za kijamii kwa ajili ya kurejesha kwa jamii. Tayari iko mikoa ambayo nimeshapata taarifa zao, wenyewe watafanya Simba Day yao katika sehemu mbalimbali. Kwa mfano Morogoro, wenyewe Simba Day kimkoa wanaifanya tarehe 2 ya mwezi wa 8, wanakwenda kuifanyia Ifakara, na wengine vile vile wanaendelea kujiorganize ili wafanye tamasha la Simba Day kimkoa katika maeneo yao. Kwa hiyo kila mkoa unawajibika kufanya tukio hili katika eneo lao na kufanya matukio ya kijamii. Kila mkoa, kila wilaya wanapaswa kuchangia damu. Haya ni maelekezo. Wanapaswa kuchangia damu ili tuisupport damu, mpango wa taifa wa damu salama, kwa kuwa damu ni mahitaji ya umuhimu kwa binadamu. Lakini kutoa misaada kwa watoto yatima, na kama haitoshi kuwasaidia wajane na wazee, na kutoa misaada hospitalini. Kwa hiyo haya ni maagizo ambayo viongozi wa Simba mikoa wanapaswa kuyabeba na kuyafikisha kwenye matawi yao. Kila mkoa ufanya shughuli kama hili. Lakini tunapokuwa kwenye msimu wa Simba Day,
tunawajibika kuyaboresha matawi yetu, kuyafanyia usafi matawi yetu, kuyapaka rangi upya matawi yetu, kubadilisha bendera ambazo zimechakaa, zimechoka, tunazibadilisha. Huu ndio msimu wa kuyapendezesha matawi yetu. Matawi ya Simba hawezi kufanana kama na kibanda cha mkaa. Tawi la Simba linapaswa kuwa ng'ari ng'ari. Bendera ya Simba inapaswa kuwa nyekundu kwa rangi yake. Sio nakuta kwenye tawi bendera imechoka, imechakaa, imechanika chanika. Hiyo sio standard ya Simba Sports Club. Hiyo sio hadhi ya Simba Sports Club. Hadhi ya Simba ni umaridadi, ni usmati, na hivyo kila tawi linapaswa kujiboresha. Kupaka rangi tawi, kuboresha shina lao, kuboresha ofisi yao, pamoja na kubadilisha bendera za tawi ili matawi yawe yana muonekano mzuri wa kupendeza, na hiyo ndiyo standard ya Simba Sports Club. Kuelekea kwenye Simba Day, tumekuwa na utamaduni wa uzinduzi wa wiki ya Simba. Tuli introduce mfumo huu na ukaonekana kuwa na tija kubwa. Msimu wa mwaka ule tukafanya uzinduzi wa wiki ya Simba Mbagala. Ilikuwa ni unyama sana. Watu wa Mbagala wanakumbuka kile ambacho kilitokea pale. Ilikuwa ni kufuru na hatari ya kiwango cha juu kweli kweli. Msimu ukaofuatia tukaenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba Mbagala Buza, na yenyewe ilikuwa ni unyama wa hali ya juu kweli kweli. Mwaka uliofuata tukatoka nje ya Dar es Salaam tukaenda kufanyia Morogoro, na yenyewe ilikuwa ni hatari mno. Watu wakapanda SGR, ilikuwa ni safi kweli kweli. Tukatoka hapo tukaunganisha hadi Mikumi. Msimu wa mwaka jana tukaenda Iringa katika wilaya ya Mafinga. Kila mmoja nakumbuka, ilikuwa ni amazing kweli kweli. Dhamira ya kuitoa Simba Day na kwenda kufanyia mikoani ni kutanua wigo wa Simba, kuwakutanisha wana Simba pamoja, lakini kuamsha yale maeneo ambayo yanaonekana yamepwaya, na yale maeneo ambayo yanaamsha tunakwenda kuyaongezea nguvu. Ndiyo maana tunaamua kwenda nje ya Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba. Sasa mwaka huu kwa kipekee kabisa tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika hifadhi ya Ngorongoro iliyopo wilaya Karatu mkoani Arusha. Mwanzoni tulitangaza tarehe 25 kuwa ndio uzinduzi wa wiki ya Simba, lakini niko hapa kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari pamoja na wanasimba kwa ujumla ya kwamba uzinduzi wa wiki ya Simba sasa umebadilika kutoka tarehe 25 ya awali kwenda tarehe 1 ya mwezi wa 8, na siku ya safari kutoka tarehe 24 kwenda tarehe 31 ya mwezi huu wa 7. Ndugu zangu wana Simba, kwa nini tunakwenda Ngorongoro? Sababu ya kwanza ni hiyo, kuitoa Simba Day nje ya mkoa wa Dar es Salaam, kuendelea kutanua wigo wa mkoa wigo wa Simba Day. Kila mmoja ajihisi ni mmiliki wa Simba Day. Kila mmoja ahusike kwa namna moja ama nyingine kwenye Simba Day. Ndio maana tunakwenda maeneo mbalimbali, na safari hii tunakwenda Ngorongoro. Lakini kwa upekee kabisa Ngorongoro ni sehemu la kipekee kabisa duniani. Ni sehemu la kihistoria, ni sehemu ya maajabu, ni sehemu ambayo haifanani na sehemu yoyote ile duniani. Yaani huwezi kwenda Ngorongoro alafu kasema hapa Ngorongoro panafanana na sehemu fulani niliwahi kwenda. Kila ambacho unakiona Ngorongoro ni cha kipekee, hakifanani na sehemu nyingine yoyote ile ndani ya dunia hii. Kwa hiyo sehemu kama hiyo imetuvutia sisi na kusema acha twende tukafanya uzinduzi wa wiki ya Simba hapo. Tunaamini ule upekee wa Ngorongoro unaifanya uzinduzi wa wiki ya Simba wa safari hii na wenyewe kuwa wa kipekee. Lakini ni kwenye ubunifu. Tumeshafanya Simba Day sokoni, tumeshafanya stendi, tumeshafanya barabarani. Sasa safari hii tunakwenda kufanya ndani ya hifadhi ya Ngorongoro, chini kwenye kreta. Kama mnafahamu kreta, nyote mmepita kidogo skuli, mnaifahamu kreta. Kreta ni shimo ambalo linatokea baada ya mlima kuzama wa volkano na kuacha shimo kubwa.
Sasa hilo shimo la namna hiyo lipo bwana, mbona taa yako nazimika? Nanikata sana bwana. Unaona sasa? Ifike. Jipangeni mkisikia kuna press ya Simba. Taa haiwezi kuwa shilingi 3200. Lazima itazimika tu. Kwa hiyo ni eneo la kipekee sana. Ni urithi wa dunia. Ni eneo la urithi wa kitamaduni. Ni eneo ambalo ukitazama tu lile shimo peke yake ni jambo la kipekee, lakini maajabu ambayo yako chini kule Ngorongoro ndio kuna upekee wa hali ya juu mno. Tukasema kutokana na upekee na uspecial wa klabu ya Simba tunastahili kwenda kufanya uzinduzi wa wiki yetu ya Simba Day kwenye eneo pekee kabisa, exclusivity la Ngorongoro. Baada ya kujiridhisha hilo, tukasema acheni tukafanye uzinduzi wa wiki ya Simba katika eneo hili la hifadhi ya Ngorongoro. Kila mmoja baada ya kusikia hili kuna namna ambavyo amesisimka, kuna namna ambavyo amepata hamu ya kushiriki tukio hilo. Sasa hiyo hamu yako uliyokuwa nayo ndio sisi tunayoitaka twende nayo Ngorongoro, na wewe uende ukashuhudie kwanza maajabu ya Ngorongoro, lakini maajabu ya Simba kwenda Ngorongoro, lakini maajabu ambayo yanakwenda kufanyika katika uzinduzi huu wa wiki ya Simba. Ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu wana Simba Sports, hili ni tukio la kihistoria sana. Haitakuja kujirudia kwa miaka hivi karibuni. Na of course lazima ushangilie timu ambayo inakufungulia dunia, inakupa nafasi ya kwenda sehemu ambazo hakuna timu nyingine inaweza kukupeleka, ama inakupa nafasi ya kwenda sehemu ambazo ulikuwa unatamani kwenda kufika, ama inakupa nafasi ya kwenda sehemu ambayo ina mvuto wa hali ya juu. Hii leo ukiingia kreta ya Ngorongoro, ukitoka, yani kila mtu huku raiani unamuona wa kawaida sana, sababu umefanikiwa kuingia Ngorongoro. Sio kila mtu anaingia Ngorongoro, ni mpaka uwe dedicated ama uwe shabiki wa Simba Sports Club. Ndio maana tukasema safari hii, wanangu wa Simba, twendeni tukafanye uzinduzi wa wiki ya Simba huko Ngorongoro. Ndugu zanguni, naweza msinielewe sana, lakini tukienda Ngorongoro mtanielewa kwa nini Simba tumechagua huko. Lakini wacha niwapitishe maajabu machache sana ambayo hata wewe utaona kweli Simba amefanya jambo la maana kwenda Ngorongoro, na wewe utashawishika kuungana nasi kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma, tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765627770 au 0663482323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.